Nyota. Sawa. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wizara nataka nikukaribishe hapa na pia kukushukuru kukubali kuja kulaunch hii project hapa South Rift, na pia kukaribisha vijana wetu ambao wametoka kaunti mbalimbali na wananchi kwa jumla. Nimeona tangu tuanze launch ya hii project kule Western, tumekuwa North Rift, sasa tuko hapa South Rift. Ndio nimeona siku ya leo wananchi wamekuja kwa wingi kabisa. Ninaona wananchi wameketi pale, wamekuja kwa wingi, ni kuonyesha ya kwamba hao wako karibu na serikali yako, si ndio wananchi? Pili, Mheshimiwa Rais, nataka wananchi wa Kenya wajue ya kwamba hapo awali mwaka 2016 tulikuwa na project kama hii. Project kama hii ilikuwa inaitwa Kenya Youth Employment Opportunity Project, ambayo serikali ya Kenya ilianzisha mwaka 2016 mpaka mwaka wa 2021. Lakini hakuna Wakenya wote ambao walijua ati hiyo project ilikuwa project ya kusaidia wananchi. Wakati ulichukua uongozi wa nchi hii mwaka 2022, ukaonelea ya kwamba hii project sasa ije tena, lakini hii project ya Nyota ukaiweka jina ya Nyota, na hii project ya Nyota iwe ya wazi, kwa sababu ile ya kwanza ilikuwa katika kaunti 17, ukaamua iwe Kenya mzima kaunti 47. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Alafu ukaamua wewe mwenyewe ile ingine ilikuwa inalipa shilingi 40, mwenyewe ukaongeza hiyo pesa kuwa 50 kwa kila ule benefit ambaye anapata, 50,000 kutoka kwa 40,000. Na pia ikawa ya wazi, kwa sababu najua wengi wenu, nyinyi wote ambao mko hapa, hakuna ule umetumia wewe kuwa beneficiary ya hii project. Mwenyewe umeenda kwa mtandao, ukafanya application, ukafanya hiyo mtihani, ukapita na ukafika hapa. Ujue ya kwamba wale wa Kenya vijana ambao watafanya application walikuwa karibu 2,000,000. Lakini nyinyi mna bahati ya Mwenyezi Mungu, mumefika mahali mko karibu wa Kenya vijana 1,100. Na hiyo mumepewa hiyo nafasi ya kufanya biashara. Na ukifanya biashara, ujue tuna mambo matatu kama nyinyi ambao wewe unazingatia. Ya kwanza ni kuwa na pesa ya kufanya biashara. Hiyo pesa tayari serikali imekuanzishia kupa 50,000 kuanza hiyo biashara. Ni leo utatoka hapa kwa mfuko yako na 25,000. Pili, serikali imesema, pengine watu watasema hiyo ni pesa chache sana, lakini serikali imefungua avenues zingine ambazo wewe unaweza kupata pesa kuendelesha biashara yao. Ya kwanza ni Hustler Fund. Hustler Fund, najua nyinyi wote mko katika Hustler Fund. Una nafasi ya kuingia Hustler Fund, kukopa ukirudisha, ukikopa ukirudisha, credit limit yako itakuwa juu, na unaweza kukopa paka up to 150,000 kwa Hustler Fund kusaidia wewe kuendesha business. Pia tuna Youth Fund, tuna Women Fund ambayo inaweza kusaidia wewe, na Uwezo Fund.
Hizo ni funds za serikali ambazo zinaweza kusaidia wewe kufanya biashara. Na ukiendelea kabisa, tuna ile Kenya Industrial Estate ambayo inaweza kupa shilingi milioni 20 ile ya serikali ya kusaidia wewe kufanya biashara yako ukiendelea. Kwa hivyo safari ya kufanya biashara imewekwa na serikali kikamilifu. Wewe kazi yako ni kuona ya kwamba ile biashara ambayo unafanya unaijua vizuri. Usifanye biashara kwa sababu ndugu yako, rafiki yako anafanya hiyo biashara, paka uijue. Ya pili, paka ujue soko ambao wewe ukiwa na biashara yako utafanyia soko gani. Bidhaa zako ukifanya biashara utauza wapi. Ya mwisho ya tatu na ile digital, saa hii ni digital economy. Kama wewe una simu ya kisasa, hauwezi kufanya biashara, huwezi kuwa efficient. Siku hizi hakuna haja ya kwenda kwa bank. Unatoa pesa kwa bank mahali yuko, unaweka pesa kwa bank mahali yuko, na hiyo ndio digital economy ya Kenya na dunia mzima. Kwa hivyo serikali imekutengenezea mambo hii yote kuona ya kwamba internet iko mahali wewe unafanyia biashara, na pia county governments wana provide infrastructure ya wewe kufanya hiyo biashara kuendelea mbele. Sisi tunahimiza wale county government washirikiane na sisi, waongeze vijana wengi ili waendelee kufanya biashara yako. Nataka mwisho, Mheshimiwa Rais, ni washukuru ngao officers. Najua wengi wako hapa, kuanzia kwa regional commissioners kwenda paka assistant chief. Tumeshirikiana na wengi wao wako hapa, wamekusaidia kuweka hao watu pamoja, hao vijana pamoja, kuja nao hapa, na kule mashinani wataendelea kuwaangalia vile wanafanya biashara zao na wanaleta report katika wizara. Na hiyo na washukuru sana maofisa wa ngao, chiefs, assistant chiefs ambao wamekuja na hawa wa vijana wetu. Kwa hayo machache, nataka sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe rais wetu Mheshimiwa William Ruto, na ninataka nyinyi wote msimame.